Nakumbuka kusoma kuhusu familia moja iliyokuwa inaangalia filamu kuhusu maisha ya Kristo, na mmoja wa watoto wadogo, msichana mdogo, alikuwa anafuatilia kila kitu Yesu alipokuwa akipanda mlima kwenda Kalvari. Machozi mdogo yalitiririka mashavuni mwake. Alikaa kimya Yesu aliposhushwa msalabani na kuwekwa kaburini. Kisha baada ya hapo alitabasamu kwa furaha na kuambia familia yake, na sasa sehemu nzuri inakuja. Hebu niambie, kweli kabisa ndivyo ilivyo. Leo tunaingia kwenye Jumapili ya Ufufuo. Injili zote nne zinatupa maelezo tofauti, na itatubidi tuangalie simulizi zote nne ili kupata picha kamili ya kile kitakachotokea sasa. Mathayo 28, Marko 16 na Luka 24 zinatuambia kwamba kundi la wanawake waliamka mapema Jumapili asubuhi na kuelekea kaburini ili kumpaka Yesu manukato, na kundi hili linajumuisha Maria Magdalene, Maria mama yake Yakobo, Salome na wanawake wengine ambao hawajatajwa majina yao. Sasa wanapokimbia kwenye njia, hawajafikiria kila kitu kwa undani. Marko 16 mstari wa 3 unatueleza kwamba walikuwa wakizungumza wao kwa wao, nani atatufungulia jiwe kutoka mlangoni mwa kaburi? Na hebu nikuambie, hilo lingekuwa tatizo kubwa, sembuse walinzi Warumi na muhuri uliowekwa ambao inaonekana hawajui kuhusu hilo. Lakini Mathayo sura ya 28 inatuambia jinsi tatizo lao tayari lilikuwa limeshapatiwa suluhisho. Kulikuwa na tetemeko la ardhi mapema asubuhi hiyo. Mstari wa 2 unatueleza kulikuwa na tetemeko kubwa la ardhi, kwa maana malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaliviringisha lile jiwe na kuketi juu yake. Sura yake ilikuwa kama umeme na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa hofu yake walinzi wakatetemeka na wakawa kama watu waliokufa. Wakati wanawake walipofika, walinzi walikuwa tayari, wamezinduka na walikuwa wamekimbia eneo hilo. Jiwe halikuwa tena kikwazo. Kwa kweli, Luka na Yohana wanataja kwamba jiwe lilikuwa limevingirishwa mbali na kaburi. Limetolewa kwenye njia yake. Ni kama vile limechukuliwa na kutupwa pembeni kutoka kaburini, kana kwamba lilikuwa kama punje ndogo ya marumaru. Na wapendwa, hili jiwe lilivingirishwa si kwa ajili ya kumtoa Yesu, bali kuwaruhusu wengine wote waingie. Sasa nafikiri ni jambo la ajabu kwamba katika siku hizi ambapo wanawake hawakuruhusiwa hata kutoa ushahidi mahakamani, Mungu aliwachagua wao kuwa wa kwanza kushuhudia ufufuo wa mwanawe. Labda ni kwa sababu ni wanawake wenye ujasiri. Lazima niwaambie, kwa wakati huu wale jamaa wote wamejificha. Wanawake hawa wanaelekea nje. Wanaenda kumpaka mafuta mwilini mwake. Sasa wanapofika, inakuwa wazi mara moja kwamba kuna jambo la ajabu limetokea. Sasa Yohana sura ya 20 mstari wa 2 inatuambia kwamba baada ya kuona jiwe limevingirishwa mbali vile, Maria Magdalene anakimbia mara moja kwenda kuwajulisha wanafunzi. Wanawake wengine wanaingia ndani ya kaburi, lakini Yesu hayupo humo. Hata hivyo, kuna mtu mwingine mle ndani. Marko 16 mstari wa 5 anamwelezea malaika kama kijana ndani ya lile kaburi. Mathayo anamwita malaika, na Luka anatueleza kwamba walikuwa wawili ndani ya kaburi, wamevaa mavazi meupe yanayong'aa. Sasa ni malaika mmoja tu anayezungumza. Hapa katika Mathayo sura ya 28 mstari wa 5, malaika anasema, msiogope, kwa maana najua mnatafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwa kuwa amefufuka kama alivyosema. Njooni, tazameni mahali alipokuwa amelala. Sasa pamoja na hayo, malaika wanawapa hawa wanawake jukumu. Mstari 7, nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake kwamba amefufuka kutoka kwa wafu. Na tazama, anawatangulia kwenda Galilaya. Huko mtamwona. Unaweza kufikiria tu jinsi wanawake hawa walivyokuwa wakikimbia kutoka kaburini kwenda kuwapa wengine habari hizi. Injili ya Marko inaandika kwamba walijawa na kutetemeka na mshangao. Marko 16 mstari 8, mioyo yao ilikuwa inadunda pamoja na miguu yao walipokuwa wakikimbia kwenda kuwaambia wanafunzi habari hizi za ajabu kwamba Yesu yu hai.
Kwa njia, wapendwa, sisi pia tumepewa jukumu hilo hilo leo la kuiambia dunia yetu kwamba Yesu yu hai. Mimi nahisi kama kanisa leo linatembea polepole badala ya kukimbia mbele na habari hizi. Sasa Injili ya Yohana inaongeza hapa kwamba Maria Magdalene, ambaye aliondoka kaburini bila kusikia ujumbe wa malaika, anakimbia kwenda kwa Petro na Yohana. Tayari ameshafikia hitimisho lake mwenyewe. Anasema hapa katika sura ya 20 mstari wa 2, wamemtoa Bwana kaburini na hatujui walipomlaza. Kwa maneno mengine, basi mwili wa Yesu umeibiwa na wale askari wa Rumi au labda viongozi wa Kiyahudi. Kuna mtu amemchukua. Basi kwa hayo, Petro na Yohana wanaanza mbio zao kuelekea kaburini. Yohana ni mdogo, inaonekana ana kasi zaidi na anawasili kwanza. Mstari wa 5 unasema, naye alipoinama na kutazama ndani, akaona nguo za kitani zikiwa zimetandikwa pale, lakini hakuingia ndani. Basi Petro naye anawasili. Huenda alikuwa anapumua kwa nguvu na kwa shida. Mstari wa 6 anampita Yohana na anaingia moja kwa moja ndani, kisha Yohana anamfuata. Maria Magdalene alikuwa sahihi, mwili wa Yesu haupo. Lakini mambo mawili yanawavutia sana. Kwanza, nguo za mazishi zipo pale, zile nguo za kitani ambazo zilitumiwa na Nikodemo na Yusufu kumfunga mwili wa Yesu bado zipo pale. Sasa katika siku hizo, mwili ulipofungwa kwa vipande vya kitani, kingo zinazokutana za nguo hizo zingewekwa manukato yenye kunata ili zile nguo za kitani zishikane pamoja. Injili ya Yohana inatupa maelezo kwamba sanda hii ya kitani ilikuwa imetengenezwa kwa vipande, tena vikiwa vimechanganywa na pauni 75 za manukato yenye kunata. Hiyo ni Yohana sura ya 19. Kwa hiyo matokeo yake yangekuwa yanafanana sana na zile picha ambazo labda umeona za mamia wa Misri. Kama tunavyoambiwa hapa, kitambaa kingine kilitumika kufunika uso na kichwa. Baada ya siku 3 na usiku 3, yale manukato yangekuwa yameanza kuganda. Kwa hiyo wanafunzi walipoingia kaburini, walishangazwa mara moja na vile vitambaa vya kitani vikiwa bado katika mikunjo yake. Sikiliza, kwa maneno mengine, vile vitambaa vya kitani bado viko katika umbo la mwili waliokuwa wameufunika, isipokuwa sasa vimejikunja kidogo kwa sababu mwili haupo tena. Sikiliza, kama ungekuwa kaburini wakati mwili wa Yesu ulipofufuliwa kutoka kwa wafu, je, ungeona Yesu akijigeuza na kujitahidi kukaa chini halafu, unajua, akifungua vile vitambaa vya mazishi? Hapana. Kama ingekuwa hivyo, vile vitambaa vingekuwa vimeraruliwa na kutapakaa kila mahali ndani ya lile kaburi. Lakini vile vipande vya kitani bado viko pale pale, vikiwa vimeungana vyote, kama vile ganda tupu la kipepeo baada ya kipepeo kuruka. Sasa basi, hapa katika Yohana sura ya 20 mstari wa 1, tunaambiwa kwamba Maria Magdalene alikuja na akaona kwamba jiwe lilikuwa limeondolewa. Neno la Kigiriki kwa kuona au kutazama ni vlepo, ambalo ni kitenzi cha kawaida kwa kuona kwa macho. Hakuwahi kufikiria sana maana ya lile jiwe kutupwa pembeni kama kokoto. Petro anaingia kaburini na mstari wa 6 unatueleza kwamba aliona vile vitambaa vya kitani vikiwa vimewekwa pale. Neno hili la Kigiriki ni theoreo, ambalo limetupa neno letu la Kiingereza theorize, kufikiri nadharia. Kwa maneno mengine, Petro anaona tukio hili amechanganyikiwa. Anajaribu kubuni nadharia kuhusu kilichotokea. Lakini Yohana anapoingia kaburini, mstari wa 8 unasema aliona na akaamini. Kitenzi cha Kigiriki hapa kwa kuona katika muktadha huu ni horao, ambacho maana yake ni kuona kwa utambuzi. Kwa maneno mengine, Yohana anachanganya mambo haraka na kuelewa. Ametambua kwa usahihi maana ya vitambaa hivi vya kitani vilivyo tupu. Sasa hadi leo hii watu husikia habari za kaburi hili tupu na niambie, watu wengi hawataki kufikiria maana yake. Watu wengine wanaona na wanajaribu kubuni nadharia fulani kuhusu kilichotokea, lakini wengine kama Yohana wanaona na kuelewa maana yake. Hivyo basi, Yohana ndiye mwanafunzi wa kwanza kuamini kwamba Yesu kweli yu hai. Na wewe je?
Kama yule msichana mdogo alivyowaambia familia yake, sasa sehemu nzuri inakuja. Ndiyo kweli, hii ndiyo sehemu bora kabisa. Hii ndiyo kliniki ya Injili. Yesu amefufuka kweli kweli. Basi kwa hayo tunalazimika kusimama hapa. Mpaka wakati mwingine, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.